Na ndiyo maana kuna wakati sisi wanatemboni hapa tunaweza tukashindwa kuomba, tukaandika maombi yetu tukayaleta hapa kwenye madhabahu hii takatifu. Mtumishi wa Mungu anafunga na kuomba kwa ajili ya shida zetu. Na ndiyo maana shuhuda mbalimbali zimekuwa zikitolewa mahali hapa. Juzi tu hapa, ndugu zangu, kwa bahati nzuri mimi huwa ninafuatilia sana. Yupo ndugu fulani hapa alikuja na ndugu yake ambaye alikuwa na ukichaa wa miaka zaidi ya 7. Alikuwa akishinda amefungwa na minyororo, lakini leo amefunguliwa na yupo huru kweli kweli. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, ninaweza nikasema maneno haya, tupate wapi tena mtu kama huyu Richard Mwacha ambaye Mungu anakaa ndani yake kweli kweli. Ndugu zangu, mimi nimekuja hapa ni wasalimu. Ninafahamu tulifanya kazi pamoja kwa upendo, tulijenga taifa kwa pamoja. Mnaendelea kuiombea nchi, mnaendelea kuombea familia mbalimbali. Ndugu zangu wanatemboni, tuendelee kuchapa kazi. Hongereni sana kwa ujenzi huu wa kanisa hili, na msisite, tuendelee kulijenga tena. Hapa ndipo mahali patakatifu kweli kweli. Madhabahu hii, ndugu zangu, tunayoiona hapa sio kwa ajili ya kuhani Musa peke yake, hapana. Sio kwa ajili ya hawa makuhani wasaidizi wake, hapana. Ni kwa ajili sisi wote waamini wa hapa. Tuna kila sababu ya kupajenga, kwa sababu hapa ndipo mahali ambapo tunaabudu. Inawezekana hata msingechanga michango mkafikia tu hapa ambapo mmefikia leo hii, hapa tungekuwa tunanyeshewa na mvua. Ninasema uongo, ndugu zangu? Kwa hiyo tuendelee kujitolea michango mbalimbali pamoja na sadaka ili kanisa hili lijengwe. Niwapongeze sana kwa madhabahu inayotembea. Tuendelee kutoa michango na sadaka zetu ili kanisa hili likamilike, tuwe na sehemu nzuri, ili hata wale wanaosema kama ni wanaotuonea wivu wakashindwe na wakaregee kweli kweli. Haya, ndugu zangu, mimi ninawapenda sana. Tuendelee kumtanguliza Mungu wetu mbele, kwa sababu Mungu ndio kila kitu, ndugu zangu wa Tanzania.